Tunajifunza kwa habari ya tabia za nyoka au sifa za nyoka na roho ambazo nyoka anazibeba. Tunaona kwenye ule mstari wa 10 na 15 anasema hivi, umelaniwa kuliko wanyama wote. Nyoka amebeba laana kuliko wanyama wote. Lakini kingine unakiona hapo, nyoka amepewa uadui kati yake na uzao wa mwanamke. Hii Mwanzo 3:15 ilikuwa ni unabii wa kuzaliwa kwa Yesu Kristo duniani. It was the prophecy for incarnation. Kuna uadui ambao uliweka kati ya nyoka na mwanamke na uzao wa nyoka na uzao wa mwanamke. Anasema naye atakuponda kichwa afu utamponda kisigino. Kwa nyoka amebeba roho nyingine ya uadui. Moja, nimesema cha kwanza, nyoka amebeba roho ya udanganyifu kwa hila, lakini 2, amebeba roho ya laana. 3, amebeba roho ya uadui kati yake na mwanadamu. Uzao wa mwanamke anamaanisha Yesu ambaye alizaliwa bila kuwa na baba. Na habari njema ni kwamba anguko litokea kwa mtu mmoja, mwanamke kwenye bustani, lakini pia mkombozi akazaliwa kupitia mwanamke tena kukamilishwa kwenye bustani. Bustani ya Eden ni anguko, bustani ya Gethsemane tunakamilisha wokovu. Adamu wa kwanza aliangukia kwenye bustani, Adamu wa pili akamishia wokovu pia kwenye bustani ya Gethsemane. Nisomee kitabu cha Korintho wa pili 11:3. Lakini nasherea kama yule nyoka alivyomdanganya Hawa kwa ila yake, asije karibu fikra zenu mkauacha unyofu na usafi wa Kristo. Paulo anamwelezea kama kiumbe ambaye kwanza amebeba roho ya udanganyifu. Kama nilivyosema, alimdanganya Hawa kwa hila, na akishaingia kwenye udanganyifu kwa hila, kitu anafanya anaharibu fikra. Kwa ndio maana jambo la msingi pia jingine, unapokuja kuomba, unapokuwa unaombea ndoto ambazo zinahusiana na masuala ya nyoka, lazima uombee fikra zako, kwa sababu anasema akawadanganya asije karibu fikra zenu mkawacha unyofu na usafi kwa Kristo. Kwa lengo la udanganyifu ni kuhakikisha anaharibu fikra zako. Akishaharibu fikra zako, anakuwa kwenye unyofu na usafi kwa Kristo. Nafikiri uko unaelewa tayari hapo. Kwa hiyo nitaka nikuoneshe sifa nyingine tena nyoka ya udanganyifu, sifa nyingine ya udanganyifu, nyoka kama kiumbe udanganyifu, na lengo la udanganyifu kwa ajili ya kuharibu fikra zako. Akishaharibu fikra zako, anakutoa kwenye utakatifu, anakutoa kwenye usafi, ila kuingiza kwenye maisha ya dhambi. Lakini jambo jingine ni kuonesha hapa, sifa nyingine ambayo tunaiona kwenye kuhusu nyoka, nyoka pia anaweza kang'ata. Nyoka pia ana uwezo wa kung'ata, na aking'ata nyoka huwa anaachilia sumu. Ukisoma kile kitabu cha Mwanzo 3:15, nyoka akishang'ata huwa anaachilia sumu, anabeba sumu. Nyoka anaweza kang'ata, lakini pia anabeba sumu. Mwanzo 3:15 unaona nyoka anaweza kang'ata, nami nitaweka adui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, na huo utakuponda kichwa nawe utamponda kisigino. Kwa atang'ata kisigino chako nyoka, atakigonga kisigino chako. Kwa nyoka anaweza kung'ata, na akishang'ata nyoka kitu anaachilia, huwa anaachilia sumu, na kazi ya sumu huwa ni kuua. Kwa lazima ujue, kwa ukiota nyoka na kung'ata, kwa mfano, ujua kikung'ata kitu alichokiachilia ndani, anaachilia sumu ndani yako. Na watu wengi hawajajua, unaweza ukaota ndoto nyoka kuna sumu imeingizwa kwenye mwili wako, na kazi ya sumu ni kuharibu. Anaharibu nini? Lazima makini kuangalia nyoka ameng'ata kwenye eneo lipi hilo. Ukishajua eneo ambalo ameling'ata, maana unapambana na sumu au roho ya uharibifu. Kwa ujue nyoka pia anabeba roho ya mauti. Kwa nini? Nyoka ana sumu. Kitabu cha Yohana sura 10:10, kwa sababu aking'ata huwa anaachilia sumu. Kwa unaota umeng'atwa na nyoka kwenye ndoto, alafu you take it very easy, lakini nyoka aking'ata mtu anaachilia sumu. Akiachilia sumu, kitu anataka afanye, anataka aingize sumu kwenye mwili wako kwa ajili ya uharibifu. Anaingiza sumu kwa ajili ya uharibifu. Kitabu kile cha Zaburi 54 tasema, Mungu ndiye anayenisaidia. Sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi azibaye sikio lake. Sumu yao ni mfano wa sumu ya nyoka. Kwa nyoka anapokung'ata anaachilia sumu. Sifa nyingine ya nyoka au roho nyingine ya nyoka aliyoibeba nyoka, amebeba roho ya mauti. Na hii inakujaje mauti? Inakuja kupitia sumu. Kwa sababu nyoka kung'ata anaachilia sumu. Akiachilia sumu, kazi ya sumu ni kuua. Anasema sumu yao mfano wake ni sumu ya nyoka, mfano wao ni fira kiziwi aibaye sikio. Ukiangalia Hesabu 21:6 utagundua nyoka anapong'ata anaachilia sumu. Na lazima moja ndoto za kuwa makini nazo, zile ndoto ambazo unaota nyoka na kung'ata, anakugonga, anaachilia sumu. Unashindwa kutembea, mguu unavimba kwenye ndoto, alafu kiamka unasema ni kawaida, au unaamka asubuhi kweli mguu umevimba. Nitakuonesha maana tafsiri hizi ndoto tutaziona hapo baadaye. Kitabu cha Hesabu 21:6, Bwana akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Kwa hiyo unahitaji antidote. Nyoka na sumu inaitwa venom. Unahitaji antivenom kwa ajili ya kuondoa sumu ya nyoka. Inawezekana kuna kitu adui anataka uwe, na ndio maana nyoka anapogonga, angalia amegonga sehemu gani. Je, ni juu ya kichwa? Jua ufahamu wako, adui anatafuta kuharibu ufahamu wako. Je, amegonga kwenye mkono? Sa mkono upi? Mkono wa kulia. Adui anapambana kuua kazi yako, anaingiza sumu ya kuhakikisha naua kazi yako. Amekungata nini? Kisigino. Ndio adui anapambana na hatua zako na umiliki wa Biblia inasema, na kila mahali mtakapokanyaga kwenye nyayo zenu, anasema ni pa kwenu mtamiliki. Kwa adui anataka uwe umiliki wa kwako kabisa. Amegonga mguu. Ndio mguu upi?
kulia, wa kushoto sawa, anaangalia nini? Hatua zako, no progress, anaua hatua. Kwa ndio maana watu wengine unahaso na pambana, you are pushing hard, you have never excelled. Why? Ni kwa sababu nyoka alipokung'ata aliingiza sumu, na ile sumu ikaua hatima, ikaua destiny, ikaua ufahamu. Lazima ujue ya mambo, lakini lazima pia ujue nyoka ana uwezo wa kumeza vitu. Nyoka ana uwezo wa kumeza vitu. Ufunuo 12:4. Nyoka pia ana uwezo wa kumeza, na mkia wake wakokota theluthi ya nyota za mbinguni na kuziangusha katika nchi. Na yule joka akasimama mbele ya yule mwanamke aliye tayari kuzaa, ili azaa, alitaka meze mtoto. Hii Ufunuo 12, of course it's a very prophetic book, lakini unaota nyoka anameza mtu au nyoka anakumeza, maana nini? Manake anaua hatima yako, anaua maisha yako. Roho ya mauti na mwandama mtu, alitaka mmeze. Tabia ya mwisho ya nyoka nikuoneshe, ipo kitabu cha Mathayo sura ya 16. Mathayo sura ya 16. Kuna sifa nyingine nyoka tunaiona hapo. Yesu anaieleza Yesu hapo. Na hii ni kama positive, lakini not that much positive. Lakini we have something to read. Hii ni hekima ya nyoka, the wisdom of a serpent. Angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Kwa Yesu hapa anatuambia tujifunze kwa nyoka. Tujifunze nini? Busara. What is that wisdom of a serpent? Lazima ujiulize, hii aina ya busara nyoka ambayo ni aina gani ya busara? What kind of a wisdom ni hii ambayo Yesu ananiambia nijifunze kwa nyoka? Mathayo 10, Yesu alikuwa na dispatch wanafunzi wake, anawaambia waende kuhubiri. Na nawaambia mnapoenda kule mjue mtakutana na watu ambao watawasumbua, watawatesa kwenye mabalaa. Lakini nawaambia hivi, mnapoenda iweni na busara kama nyoka na iweni wapole kama hua. Hiyo busara nyoka ambayo nazungumza ni ipi? What is the kind of that wisdom of a serpent that Jesus is referring about? Moja, nyoka tu ambaye akiingia kwenye mazingira mapya huwa ajionesha haraka. Hiyo ndio hekima nyoka ambayo anawaambia wanafunzi wanapenda kuhubiri kati ya mbwa mwitu, wameenda kama kondoo, anawaambia wawe na busara ya nyoka. Busara ya nyoka ya kwanza hii, nyoka huwa ajionesha haraka kwenye mazingira mapya. Akiingia kwenye mazingira mapya, nyoka huwa anaweza katulia, kajificha kabisa chini ya majani, akatulia kabisa. No man can discern his presence. Hakuna mtu akaona uwepo wake, akachua madhara yake. Kwa anatulia pale, azifa na madhara, azifa yupo. Unaona? Lakini yupo na hujajua. Unaona? Kwa Yesu anaambia wanafunzi, mnapoenda kwenye mazingira ya kuhubiri Injili, mnaenda kama kondoo kwenye mbwa mwitu. Kuhakikisha mnapoenda kule, kuweni wapole, kuweni na hekima ya kutojionyesha haraka na kujitangaza. Ndio maana Yesu mwenyewe mahali pengine anaponya watu, anawaambia usimwambie mtu yoyote kwamba nimekuponya. Keep quiet, silent. When you go to a new territory, don't make noise mapema. Master mazingira. Soma mazingira, soma ramani, master mazingira. Baada ya kumaster mazingira, you can now shout. Unaposhout mapema, unaita vita ya mapema. Don't shout area. Soma mazingira. Kwa adui ana hiyo wisdom au hekima au busara ya kujificha kwenye mazingira mapya, kutoonekana na kusoma mazingira ikusudi afanye mashambulizi. Kwa unapoenda kama mhubiri maeneo mengine, the new press, tulia kwanza, settle. Nyoka anaweza kajivua gamba. Nyie mmesoma. Nyoka anaweza kajivua gamba lake. Nisome kitabu hiki nimalize hapo, nikuonesha kitu nimaliza hapo. Kwa nimekwambia shetani ni mwongo na yeye ni baba uongo. Yohana 8:44. Shetani ni mwongo na ni baba wa uongo na anaupenda. Inasema ninyi ni wa baba yenu ibilisi na tamaa za baba yenu mnazokuzitenda. Ni muuaji. So devil is a liar. Unamuona nyoka ujue kuna issue inaitwa uongo. Tabia nyingine ya shetani ni shetani mwenyewe pia ni mwongo na mdanganyifu, ni muuaji na mharibifu, kiburi na kujinua, na anaasi mamlaka. Pia shetani anaasi mamlaka, tamaa za mwili na dhambi, lakini pia anachukia kweli, anasema hakusimama katika kweli. Kwa hiyo pia anafunga watu mbali na kweli ya Mungu.